Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Ijumaa Disemba 19, 2025. Nakukaribisha katika matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Inkia. Katika Amka na BBC asubuhi, viongozi wa Ulaya wanaokutana mjini Brussels wameshindwa kuafikiana kuhusu matumizi ya mali ya Urusi inayoshikiliwa kufadhili vita dhidi ya Urusi nchini Ukraine. Serikali ya Nigeria izifungulia tena shule za sekondari 47 zilizofungwa mwezi uliopita kufuatia wimbi la utekaji nyara wa watoto wa shule katika mikoa kadhaa. Na katika gumzo tunaangazia fainali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON zinazotarajiwa kuanza Disemba 21 nchini Morocco. Zitakuwa na ushindani kiasi gani? Ushindani unatarajiwa kuwa mkali zaidi, hasa ikizingatiwa kwamba mashindano yanaandaliwa katika taifa la Morocco, taifa ambalo hivi sasa tunaweza sema kwamba Morocco inaongoza katika orodha. Na tuna mengi tuliokuandalia, lakini awali yote ni muktasari wa habari za ulimwengu, na msomaji ni Sarafina Robi. Karibu Sarafina. Asante sana Nkia. Hujambo msikilizaji na karibu. Wamiliki wa mtandao maarufu wa kijamii wa TikTok kutoka China wametia saini mkataba wa kuuza mali ya kampuni hiyo kwa ubia unaoongozwa na wawekezaji kutoka Marekani. Hatua hii itaiwezesha TikTok kuepuka marufuku ya serikali ya Marekani kuhusu umiliki wake wa China, jambo ambalo limeibua wasiwasi wa usalama wa taifa. Taarifa ya ndani kutoka kwa afisa mkuu mtendaji wa TikTok, Shou Chew, ambayo BBC imeiona, inasema mtandao huo na kampuni kuu ya China ya ByteDance waliafikiana makubaliano na Oracle, Silver Lake na MGX yenye makao yake Abu Dhabi. TikTok ina watumiaji milioni 170 nchini Marekani. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese amesema serikali yake itaanzisha mpango wa kitaifa wa kununua bunduki kutoka kwa raia ili kukabiliana na ufuatilianaji wa risasi uliotokea siku ya Jumapili kwenye ufukwe wa Bondi. Amesema mpango huo utakusanya na kuharibu mamia kwa maelfu ya bunduki, zikiwemo zile za ziada, silaha haramu na mapya zilizopigwa marufuku. Albanese pia amesema Jumapili hii itakuwa siku ya tafakari ya kuwaenzi watu 15 waliouawa katika shambulio la tamasha la Wayahudi. Bendera kwenye majengo ya serikali zitapeperushwa nusu mlingoti na kutakuwa na ukimya wa dakika moja. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri kuu ya kuainisha tena bangi kama dawa isiyo hatari sana. Zaidi na Florian Kaijage. Hatua hiyo ni mabadiliko makubwa zaidi katika udhibiti wa bangi katika zaidi ya miaka 50, ila serikali kuu haijahalalisha dawa hiyo kwa matumizi ya burudani. Amri hiyo inaainisha upya bangi kutoka kiwango cha kwanza hadi cha 3, ambapo dawa za viwango hivyo zinadhibitiwa kwa matumizi halali ya matibabu. Rais Trump amesema hilo litaruhusu utafiti zaidi kuhusu dawa hiyo. Majimbo mengi ya Marekani tayari yamehalalisha bangi. Mapendekezo yatahitajika kupitiwa upya na utawala wa utekelezaji wa dawa za kulevya. Na kwingineko ni kwa nyota aina ya Comet, ambayo ni kitu cha tatu kinachojulikana kati ya nyota kuingia kwenye mfumo wa sayari, inakaribia zaidi dunia. 3i Atlas iligunduliwa kwa mara ya kwanza mwezi Julai mwaka huu, na tangu wakati huo imetoa mkia unaong'aa na vumbi na gesi ilivyokuwa ikipashwa na jua. Wanasayansi wanasema hakuna ushahidi kuwa ni kitu chochote zaidi ya Comet, licha ya nadharia maarufu kwamba ni uchunguzi uliotumwa na wageni, yani aliens. Wana astronomia wanachunguza kitu hicho cha miaka bilioni 8 ili kujifunza zaidi kuhusu historia ya galaksi yetu kabla ya kutoweka. Hata kwa karibu zaidi, bado iko zaidi ya kilomita milioni 270 kutoka duniani. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Sarafina Robi akiwa Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM redio shirika na kwenye tovuti katika bbcswahili.com. Ukiwa Kenya unatupata kupitia Most FM, Uganda ni Voice of Muhabura, Tanzania unatupata kupitia CGF FM, na pale Zanzibar ni Zenj FM, na iwapo upo DRC yategea sikio kupitia Lizadil Radio. Aidha unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili, ukaweka maoni yako pale, na tukipata wasaa basi msikilizaji tunayesoma moja kwa moja. Tuanzie huko Ulaya, ambapo licha ya kuendelea
na mazungumzo yao hadi usiku. Viongozi wa Ulaya wanaokutana mjini Brussels wameshindwa kuwafikiana kuhusu matumizi ya mali ya Urusi inayoshikiliwa kufadhili vita dhidi ya Urusi nchini Ukraine. Wanaendelea kujadili uwezekano mbadala wa kukopa kwa kutumia bajeti ya Umoja wa Ulaya ya usalama, lakini wanasemekana kutaka muda zaidi wa kuangalia maelezo kuanzisha ufadhili kulingana na mali ya Urusi. Florian Kaijage na arifu zaidi. Ubelgiji ndiko ambako mali nyingi za Urusi zimehifadhiwa, nchi ambayo iko chini ya shinikizo kubwa kuacha kupinga pendekezo la kutoa fedha hizo. Nchi hiyo ina hofu ya kulipiziwa kisasi na inataka kuwepo kwa ulinzi thabiti wa kisheria usiotiliwa shaka. Rais Volodymyr Zelensky amewahimiza viongozi wa Ulaya kufikia makubaliano kuhusu matumizi ya mali za Urusi zilizozuiliwa ili kupata mkopo kwa ajili ya Kiev, na kuonya kuwa Ukraine italazimika kupunguza uzalishaji wa ndege zisizo na rubani iwapo hatua hiyo haitachukuliwa. Fedha zinahitajika ili kuhakikisha kuwa Urusi au mtu mwingine yeyote duniani hatumii mali hizi za Urusi kama chambo cha kutushinikiza. Tunataka mali hizi zisiwe sehemu ya mchakato wa mazungumzo, bali zitumike moja kwa moja kutunga mkono. Rais Zelensky amewaambia washiriki wa mkutano wa kilele uliofanyika mjini Brussels kwamba nchi yake inakabiliwa na upungufu wa fedha unaoweza kufikia dola za Marekani bilioni 60 mwaka ujao. Wakati hayo yakijiri, Ubelgiji yenye mali nyingi za Urusi ina wasiwasi kuhusu hatua za kulipiza kisasi, na hivyo inataka ulinzi madhubuti wa kisheria. Ufaransa na Poland zimeongoza wito wa kuzikabidhi fedha hizo ili kuimarisha upinzani wa Ukraine. Ni Florian Kejage. Serikali ya Nigeria imezifungulia tena shule za sekondari 47 zilizofungwa mwezi uliopita kufuatia wimbi la mashambulizi makali na utekaji nyara mkubwa wa watoto wa shule katika mikoa kadhaa nchini humo. Shule hizo ambazo zimeenea kote nchini zilifungwa mnamo Novemba baada ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama kaskazini magharibi, kaskazini mashariki, kaskazini kati na sehemu nyingine za kusini. Zaidi na Esther Lwambano. Kufungwa kwa shule hizo kulitokana na ongezeko la matukio ya utekaji nyara vinavyotekelezwa na magenge yenye silaha yaliyokuwa yakilenga wanafunzi na walimu, hali iliyozua hofu kubwa kuhusu usalama wa wanafunzi na kuwalazimu viongozi kusimamisha masomo kote nchini Nigeria. Taarifa iliyotolewa jana Alhamisi jioni na Wizara ya Elimu imesema uamuzi wa kufungua tena shule ulifikiwa baada ya ushirikiano wa kudumu na vyombo vya usalama ili kuhakikisha mazingira salama ya kujifunzia. Sehemu ya taarifa hiyo inaeleza kwamba taasisi ya serikali kuu inathibitisha tena wajibu wake wa kuwalinda watoto wote wa Nigeria na kulinda haki yao ya kikatiba ya kupata elimu katika mazingira salama. Serikali iliwahakikishia wazazi na walezi kuwa ustawi na ulinzi wa wanafunzi unaendelea kuwa kipaumbele cha juu kabisa, na kuongeza kuwa wanafunzi wengi kwa sasa wanakamilisha programu zao za masomo ya mwezi Disemba, huku wengine wakihitimisha mitihani yao. Kwa mujibu wa mamlaka, hatua hiyo inaonyesha dhamira ya serikali kutekeleza kalenda ya masomo licha ya vitisho vinavyoendelea kutoka kwa makundi yenye silaha. Elimu inaelezwa kuwa bado ni nguzo kuu ya maendeleo ya rasilimali watu nchini Nigeria na kichocheo muhimu cha ukuaji wa taifa hilo. Shule za Unity Colleges ambazo ni shule za sekondari zinazoendeshwa na serikali kuu zilianzishwa kwa lengo la kukuza mshikamano wa kitaifa. Hata hivyo, baadhi ya shule hizo katika miaka ya hivi karibuni zimekuwa zikilengwa mara kwa mara na magenge ya kihalifu na waasi kutumia udhaifu wa kiusalama katika maeneo ya vijijini. Wimbi la mashambulizi hayo limeongeza hofu kuhusu upatikanaji wa elimu, hasa kwa wasichana katika maeneo ambayo tayari yanakabiliwa na changamoto za umaskini na migogoro. Esther Lwambano. Msikilizaji, sikia hii. Mchawi ni nani kati ya wasanii wa Tanzania na mashabiki wao mitandaoni? Kila uongozi mnalalamika. Haya yalikuwa ni maneno ya Nasib Abdul almaarufu kama Diamond katika kilele cha kampeni za uchaguzi mkuu 2025. Matamshi hayo yanayonukuliwa na mashabiki wanaamini walisalitiwa na wasanii wao pendwa walipoonyesha kuegemea upande wa serikali, wakati baadhi ya mashabiki walitaka mabadiliko ya katiba kabla ya kuelekea uchaguzi mkuu. Jena ni wakulaumiwa katika harakati za kususia, kuacha kusikiliza muziki wao na kuunfollow na kuwapuuza kimya wasanii wa Tanzania kwa kutumbuiza katika mikutano ya kisiasa ya chama tawala CCM. Mchawi ni nani kati ya wasanii wa Tanzania na mashabiki wao mitandaoni? Martha Saranga ametuandalia tathmini hii. Kila awamu mnalalamika
tafakari, tatizo ni uongozi, ni wewe. Kuanzia mwezi Agosti hadi uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu 2025, Tanzania iligawanyika. Kuna waliotaka uchaguzi ufanyike kama kawaida na kuna waliotaka maandamano wakidai mabadiliko, katiba na demokrasia. Katika mivutano hii, kundi moja lilivuta macho ya wengi: wasanii, kuna wanamuziki, waigizaji na watu maarufu mitandaoni. Karibu 95% ya majina makubwa yaliamua kusimama upande mmoja. Waliunga mkono uchaguzi, walipiga kampeni kuunga mkono chama tawala na wakaonekana kuhalalisha hatua za serikali za kuzuia maandamano. Lakini kwa upande wa vijana mtandaoni, jambo hilo halikupokelewa vizuri. Wasanii hawakuonekana tena kama burudani, bali kama watu waliowasaliti. Harakati mpya ikazaliwa: kususia wasanii, kuunfollow, kuwapuuza. Kwa mara ya kwanza, vijana wakawa na nguvu ya kuamua nani atasikika na nani apotee. Uchaguzi ukafika, maandamano yakatokea. Miongoni mwao, biashara za wasanii kama ya Jux na Shilole zikaharibiwa. Kwa wengi, huu ulikuwa ndio wakati wa kwanza kuona gharama ya umaarufu. Zaidi ya mwezi mmoja baada ya matukio hayo, harakati ya mtandaoni haikupungua, ikazidi kuongezeka. Ndipo sasa DJ Majizo akaomba radhi kwa niaba ya tasnia. Naomba radhi kwa yale machache ambayo yanawakera, ili kiwanda kiendelee kuzalisha, kiwanda kiendelee kutoa nafasi kwa vijana walio wengi. Lakini vijana wakasema, tunakusikia, lakini wasanii wenyewe wako wapi? Baadaye Harmonize akatoa kauli yake: mimi silaumu kabisa mashabiki ambao wanazungumza, ni swala tu la kukaa kimya. Let nature speak, everything gonna get back together, you understand. Pia haya yakakosolewa. Wasanii wenzao kama Mr. Tu na Roma Mkatoliki wakasema, hii sio kuhusu chama, ni kuhusu msanii kushindwa kusimama na wananchi. Lakini kwa nini mjadala ukawa mkali kiasi hiki? Zamani redio na TV ndizo zilizoamua nani atasikika. Leo nguvu hiyo iko kwa vijana wenye simu mkononi. Wao wanaamua wimbo gani utrend au uzime. Ni kama wanawaambia wasanii, sisi ndio mabosi wa zama hizi. Ndio maana msanii anaposema nilifanya kampeni kwa sababu ya hela, vijana wanajibu, umechagua hela ya leo badala ya uaminifu wetu wa miaka na miaka. Je, wasanii walikosea kuchagua upande? Je, vijana wanaosusia wanakosea? Majibu yao: kwanza, kizazi kipya hakihitaji mastaa wa kupendwa tu, kinataka mastaa wanaosimama nao. Je, wawasikilize vijana ambao ndio mashabiki wao wakuu, au waendelee na misimamo yao bila kujali? Namni swali hilo ambalo ametuacha nalo Martha Saranga. Na sasa tunakwenda viwanjani. Nimemwona hapa gwiji wa michezo Florian Kajage. Yes. Asante sana David Inkia. Na msikilizaji, bila shaka uko buheri wa afya. Joto la fainali za 35 za mataifa ya Afrika linazidi kupanda, huku mechi ya ufunguzi ikitarajiwa kupigwa kesho kutwa Jumapili kati ya wenyeji Morocco na Komoro au visiwa vya Komoro waliofuzu kwa mara ya pili. Timu hizo zitamenyana jijini Rabat huko kaskazini mwa Morocco. Kikosi cha Komoro tayari kimetua Morocco. Kadhalika vikosi vya Mali, Angola, Wababe Misri, Benin, pia Zimbabwe vipo ndani ya ardhi ya Morocco. Kikosi cha Tanzania kinachonolewa na Miguel Gamondi, raia wa Argentina, kilitarajiwa kuwasili Morocco usiku wa kuamkia hii leo, kikitokea Misri kilikokuwa kimeweka kambi kwa siku kadhaa, kisha kukabidhiwa bendera na waziri wa habari, utamaduni na michezo Profesa Paramagamba Kabudi. Mchezo wa kwanza wa Taifa Stars ni Jumanne Desemba 23 dhidi ya Nigeria maarufu kama Super Eagles. Endelea kufuatilia BBC Swahili, itakuwepo huko. Omar Mkambara na wengine watakuwepo. Katika Conference League huko Ulaya, ambayo ni mashindano ya tatu kwa hadhi barani Ulaya ngazi ya vilabu, hatua yake ya makundi imetamatika usiku wa kuamkia hii leo, huko timu 8 zikifuzu moja kwa moja kwa hatua ya 16 bora. Timu nyingine 16 zitamenyana kwa michezo miwili nyumbani na ugenini ili kupata timu nyingine 8. Mchezo wa golf, Rory McIlroy, mchezaji huyo, amechaguliwa kuwa mwanamichezo bora wa BBC wa mwaka 2025 baada ya kutoa ubingwa wa Grand Slam na kucheza nafasi muhimu katika ushindi wa kombe la Ryder barani Ulaya. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 36 kutoka Ireland Kaskazini alipambana vilivyo katika mchezo wa golf mnamo Aprili aliposhinda Masters na kukamilisha ubingwa wa mataji makubwa manne. Tukamilishe na bingwa mpya wa dunia wa mchezo wa vishale ama darts kwa Kiingereza, raia wa Kenya David Munyua, anasema kumekuwepo na hisia kali nchini kwao kutokana na ushindi wake wa kushtukiza dhidi ya mchezaji anayeshika nambari ya 18 kwa ubora duniani Mike Diderka. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 anafanya kazi ya muda wote kama daktari wa mifugo na amefanya safari yake ya kwanza nje ya Afrika kushindana katika jumba la Alexandria. Alikuwa mchezaji wa kwanza kutoka Kenya kutokea kwenye mashindano hayo na kuibua tena
kumbwaga Mbelgiji Dideka ambaye alishinda moja